tunataka kuwaambia Mungu aliye mbinguni halali. Tukitoka eneo la Mlima Kenya tuelekee sasa pwani. Kulikoni? Licha ya serikali kushukisha bei ya mafuta ya dizeli kwa shilingi 10, wakazi wa mji wa Mwatate hasa wafanyabiashara wamelalamikia gharama ya juu ya maisha, wakitaka serikali kuzingatia maoni ya wananchi wake ili kuwapa nafuu ya maisha. Kulingana na wakazi hao, wametaja kutengwa katika kutoa maoni yao kwa bajeti na pia lugha inayotumiwa kuchapisha nakala ya bajeti ya 2026 kuwa sio rahisi kila mtu kuelewa, hivyo kuwatenga. Tunapitia challenge katika biashara zetu, especially mimi ni mfanya biashara. Wateja siku hizi hawako, sababu kama mafuta yamepanda hawezi kuja, sababu especially bodaboda na washonea, na especially hata kutravel, siwezi travel kuchukua mizigo zangu kuja kuuza, sababu kutoka Mwatate mpaka Voi ni 150, na nilikuwa tuenda na 100. Sasa hii fare imepanda, hata kutoka hapa mpaka Mombasa tuweze enda tukachukua mzigo. Huu mswada umeathiri watu wengi kwa sababu simu zitakapoletwa hapa zitakuwa juu sana, mtumba itakuwa juu sana. Hizo simu za rununu tutashindwa kununua kwa sababu zitakuwa ziko bei ya juu sana. Tukiangalia huu mswada umepitishwa uko katika kipengele cha 31. Huu mswada utaathiri watu wengi sana. Mafuta yamepanda mpaka sasa tunanunua na 220. Tunasema hiyo ni 220. Kwa ukweli ni kwamba sisi kama wanabodaboda hakuna kitu tunapata. Unakuta unaweka mafuta lita 1, unatumia hiyo 200. Unafanya kazi ya 200. Ile pesa umeweka mafuta ndio inarudi ile, na tuko na familia, tuko na watoto tunasomesha. Ukweli ni kwamba haitusaidii kabisa. Sasa hii angalia kwa mfano finance bill wameenda wakaweka kizungu kingi. Kumbe wanatuua. Ugonjwa wa kansa ndio uko ndani ya finance bill sasa. Sasa tunakufa kama hatujui. Kizungu kingi wanatuchanganya nacho. Kwa ufupi bwana, maisha magumu. Mwananchi wa kawaida anapitia hali ngumu. Taarifa hiyo ya lalama ya gharama ya juu ya maisha kutoka kwa wakazi wa eneo la Mwatate ndio inatufikisha mwisho wa taarifa zetu za Mbiu ya KTN. Shukrani zaidi kwa kuwa nami tangu mwanzoni hadi tamati. Naitwa Davis Mberia, aliyenisaidia katika lugha ya ishara si mwingine bali ni Milson Randa. Saa 1 kwenye dira ya bila shaka saa 1 utakuwa unaungana naye Sam Amani ambaye atakupa taarifa zote kwenye dira ya wiki ya KTN. Naitwa Davis Mberia, kwaheri.